بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام الحافظ أبو محمد عبد الغني ابن عبد الواحد بن علي بن سرور الجماعيلي المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان: كتاب الحدود. hiki ni chuo cha had. Hudud ni jamu ya had, na kiasli maana ya had ni kuzuia au mpaka unaozuia baina ya vitu viwili ili visichanganyike. Hii ni had. Na katika sheria ikisemwa had au hudud, ni zile uqubat ambazo ni muqaddara shar'an, adhabu zilizowekwa au zilizokadiriwa katika sheria litamnaa من الوقوع عن مثل ما ارتكب من المعاصي, kwa ajili ya kuzuia kuingia katika mfano wa kile kilichofanywa katika maasi. Na watu wamekatazwa kuivuka mipaka ya Allah tabaraka wa taala. Tilka hududullahi fala ta'taduha, bali watu wamekatazwa kuikurubia. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Lakini hapo muradi ni ule mpaka wa zile sheria za Allah tabaraka wa taala. Kisema hududi hapa ina maana zile adhabu, na kuna hikam nyingi ambazo wanaochuoni huzitaja kwa nini zimewekwa adhabu maalum kwa matukio mbalimbali. طيب. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: imepokewa kutoka kwa Anas ibn Malik radhiyallahu anhu amesema: qadima nasun min Ukl au Uzaina, sasa Uraina wara ambayo ni muhmala, ni kabila hiyo. Qadima nasun, walifika watu, min Ukl, katika kabila, watu katika kabila la Ukl, na ni kabila Adnaniya min bani Adnan, au Uraina, au kabila katika watu wa Uraina, na ni kabila Qahtaniya. Fajtawau almadina, wakaiona mbaya hali ya hewa ya Madina. Fajtawau almadinata, wakaiona mbaya hali ya hewa ya Madina. Waliichukia kwa sababu walipatwa na maradhi, ndio maana ijtawau, hali ikawa hali ya hewa haikuendana na wao, wakaichukia hali ya hewa ya Madina. فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح, akaamrisha kwa ajili yao Mtume sallallahu alaihi wasallama wapewe ngamia wenye maziwa. Faamara lahum, akaamrisha kwa ajili yao an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, akaamrisha kwa ajili yao Mtume sallallahu alaihi wasallama biliqahin, wapewe ngamia wenye maziwa, kwamba wapeni ngamia wa maziwa leteni ngamia wa maziwa
muwape hawa, sababu al-liqah ni an-naqa al-mahluba, ngamia mwenye kukamuliwa maziwa. Wa amarahum, na akawaamrisha wao hao watu wa kabila lilokuja, imma ni kabila ya Adnania au kabila ya Qahtania, iwe ni Uraina au Ukl au Ukl, kwamba وأمرهم أكامرش واو أن يشربوا من أبوالها وألبانها وانوي أكامرش واو وانوي maziwa yao, wawe mikojo yao na maziwa yao, yani mikojo yao wanyama ngamia, kwamba hao ambao tuna maradhi basi kunyweni mikojo ya ngamia au kunyweni maziwa na kunyweni maziwa yake. Wa amarahum, na akawaamrisha wao ay yashrabu min albaniha, min abwaliha, kunywa mikojo yao au wanyama, wa albaniha, na maziwa yao. Fantalaqu, wakenda au wakaondoka, wakawa wanafanya hivyo, kunywa maziwa ya ngamia na mikojo ya ngamia, maziwa ya ngamia wanakunywa. Falamma sahhu, wakati walipopata uzima, falamma sahhu, wakati walipopata uzima, qatalu ra'iyan nabii sallallahu alayhi wasallama, walimuua mchungaji wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa umepona yule mchungaji ambaye alikuwa amewasimamia wale wanyama, mchungaji wa mtume sallallahu alaihi wasallam, wakamuua. Wastaqu na'am, na wakawaswaga wanyama. Wastaqu na'am, na wakawaswaga wanyama. Falamma sahhu, wakati walipopata uzima, qatalu ra'iyan nabii sallallahu alayhi wasallam, walimuua mchungaji wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Wastaqu na'ama, na wakawaswaga wanyama. Fajaa al-khabaru fi awwal an-nahar, ikaja khabar katika mwanzo wa mchana. Asubuhi ile habari ikamfikia mtume sallallahu alayhi wasallam. فجاء الخبر في أول النهار، كان خبر كتك mwanzo mchana. فبعث في آثارهم، akapeleka mtume صلى الله عليه وسلم, akapeleka kikosi nyuma yao, akapeleka kikundi cha jeshi kwamba wafuatieni hawa kwa wakamate. falamma irtafa'a an-naharu ji'a bihim, wakati uliponyanyuka mchana wakaletwa. falamma irtafa'a an-naharu, uliponyanyuka mchana, jua lishapanda sasa. Ji'a bihim, waliletwa. Tasoma leo katika Qatar an-Naya kwamba vile vile inakaa jari na majruri mahali pa naib al-fa'il, masdar jari na majruri zarf. Ibn Malik ameeleza hili. فأمر بقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، na akaamrisha kukatwa mikono yao na miguu yao kwa kupishana. Takatwa mkono wa kulia na mguu wa kushoto. فأمر بقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، na akaamrisha kukatwa mikono yao na miguu yao kwa kupishana. Wasumirat a'yunuhum, na yakatobolewa macho yao. Wasumirat a'yunuhum, na yakatobolewa macho yao. Waturiku fil harra, na wakaachwa katika sehemu ya harra. Harra ni sehemu katika Madina, iko nje ya Madina, ina mawe meusi. Wakawekwa katika sehemu hiyo ya harra. Yastasquna, hali ya kuwa wanaomba maji. Fala yusqaun, na hawapewi maji. Taomba maji, kiu, hawapewi. Qala Abu Qilaba, amesema Abu Qilaba al-Jarmi, fahaulai saraqu wa qatalu, hawa
waliiba na wakaua, wakafaru ba'da imanihim, na wakakufuru baada ya uislamu wao, waharabu Allaha wa rasulahu, na wakampiga vita Allah na mtume wake. Akhrajahu aljamaa, hadithi hiyo ameipokea aljamaa. Sema aljamaa anakusudia Ahmad wal-Bukhari wa Muslim wa Abu Dauda wa Tirmidhi wa An-Nasa'i wa Ibn Majah, murad aljamaa. Kisha sema ijtawaitu albilada, maana yake idha karihtuha. Ikisema ijtawaitu albilada, nimeichukia hali ya hewa ya mji. Idha karihtuha, utakapoichukia katika baadhi ya nusa kwa khitab. Ijtawaita albilada ay idha karihtaha, utakapoichukia huo mji. Wa in kanat muwafaqatan, japokuwa ni wenye kuwafikiana na wewe katika hali ya hewa. Wastawbatuha, katika baadhi ya nusa wastawbataha idha lam tuwafiquk, utakapokuwa mji huo hukuwafikiana na hali au kuwafikiana na wewe katika hali ya hewa yake. Anaeleza hapa Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah kwamba pale Madina walifika watu kutoka huko badia, huko nje ya Madina, wakasilimu wakakaa Madina, lakini hali ya hewa ya Madina ikawa haiafikiani na wao, wakapatwa na maradhi, nafsi zao zikawa zimethikika kuendelea kukaa Madina. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, yeye ni tabibul abdani wal adyan, alipojua maradhi yao akaijua na vile vile dawa yao, ndo akaamrisha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanywe maziwa ya ngamia na mikojo ya ngamia. Na katika sehemu hii wanatoa ushahidi baadhi ya maulama kwamba abwal, mikojo ya wanyama wanaoliwa nyama, si najis, kwa sababu hakuna dawa ya najis. Wanawachuoni wamekhtalifiana. Kuna baadhi ya wanawachuoni wanaona kwamba mikojo ya wanyama au kinyesi na mikojo ya wanyama wenye kuliwa nyama na wasioliwa nyama, vyote hivyo ni najis. Shafiia wanaona hivyo. Wengine wasema hapana, rawthul hayawanat almakulat allahm, alhayawanat walmakulat allahm, kadhalika abwaluha, kinyesi cha wanyama wenye kuliwa nyama zao na mikojo yao, tahiratun, ni tahara na sio najis. Ama wale ambao wanyama ambao hawaliwi nyama zao kama vile punda na wengineo, basi mikojo yao na kinyesi chao ni najis. Na hii kauli ya kusema kwamba mikojo ya wanyama na kinyesi cha wanyama wanaoliwa nyama kama vile mbuzi, kondoo, ng'ombe, ngamia, farasi, kwamba sio najis, ndio kauli iliyo na nguvu yenye dalili, na ushahidi wa hayo ni hadithi hii. Lao ingelikuwa mkojo wa ngamia ni najis, Mtume sallallahu alaihi wasallam asingewaruhusu hawa wanywe mkojo wa ngamia kwa ajili ya kujitibu. Nadhani imefahamika hiyo. Sasa mabwana hawa wakapewa dawa hiyo, watumie, wanywe mikojo ya ngamia na maziwa yake, dawa hiyo. Wakanywa, walipopona sasa wakamvizia yule mchungaji wa Mtume sallallahu alaihi wasallam mwenye wale wanyama, wakamuua. Jambo la kwanza hilo. Alafu wakawachukua wale wanyama wakakimbia nao, wakartadi, alafu wakatoka kwenye Uislamu. Na Qur'ani inatufundisha sisi katika suratu Al-Maida, Allah subhanahu wa ta'ala anaelezea swala muharaba,
إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. Allah subhanahu wa ta'ala asema hakika si vingine malipo ya wale ambao wanampiga vita, wanamfanyia muharaba Allah tabaraka wa ta'ala na mtume wake, na wanaeneza ufisadi katika ardhi, wayasauna fil ardi fasada. Malipo yao ni nini? Ayuqattalu wa tashdidi ya ta, so ayuqtalu ayuqattalu, kuuawa vibaya vibaya, au yusallabu au kusulubiwa, au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin, au kukatwa miguu yao na mikono yao kwa kupishana, au yunfau min al-ard, au kutolewa katika ardhi kama vile kufungwa jela na nyingine. Dhalika lahum khizun fi dunya, hiyo ndiyo khizaya kwa wao hapa duniani, ni fedheha kwa wao hapa duniani. Walahum fil akhirati adhabun adhim, na watastahiki wao kwa akhira adhabu kubwa. Illa alladhina tabu min qabli an taqdiru alayhim, isipokuwa wale ambao wametubu kabla hamjaweza kuwakamata. Fa'lamu anna Allaha ghafurur rahim, mtu akatubia kabla hajakamatwa akarekebisha jambo lake akaja atasameheka. Sasa hawa wamefanyiwa hivyo, wamekamatwa kabla hawajatubia. Mtume صلى الله عليه وسلم akaamrisha wakatwe miguu yao na mikono yao kwa kupishana, lakini pia akatubuliwa macho yao, wakawekwa katika bonde, katika jangwa, sehemu ya wazi, kwenye harra, mawe ya moto yale, huko wanataka maji kwa sababu ya kiu, wakawa hawapewi maji mpaka wakafa kwa ubaya wa vitendo walivyofanya. Nasallallahu al-afia wassalama. Na adhabu hii ni katika mlango wa ta'zir, kwa sababu inajuzu kwa al-imam, inajuzu kwake yeye, kwa mtawala, kuangalia adhabu iliyostahiki kwa mtu analifanya. Kuna baadhi ya adhabu zimewekwa katika Qur'ani au kwenye Sunna, lakini pia kutokana na kosa mtu analifanya anaweza kufanywa ta'zir, kwamba huyu kwa uharibifu huu aliofanya, huyu stahiki yake ni hivi, ili kukemea watu wengine. Ndio maana utaona, kwa sababu mtu anatakiwa katika sheria ya Kiislamu, katika mujibu aya, kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wa in aaqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih, na mkiadhibiwa basi na nyinyi lipeni kwa kuadhibu mfano wa vile mlivyoadhibiwa. Sasa hii ziada imekuja kutobolewa macho min babi ta'zir, katika mlango wa kufanya ta'zir, na hilo liko katika mkono wa mtawala. An Ubaydillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أنهما قالا، kwamba wao Abu Huraira na Zaid bin Khalid wamesema, inna rajulan min al-a'rab, kwamba mtu mmoja katika mabedui, ata Rasulullah sallallahu alayhi wasallam faqal, alimjia mtume sallallahu, alimwendea mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam akasema, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, anshuduka Allah, ninakuomba kwa sababu ya Allah,
anshuduka Allah ay as'aluka billahi, maana anshuduka Allah, anshuduka Allah, nakuomba kwa sababu ya Allah, illa qadaita bainana bikitabillah, utuhukumu baina yetu kwa kitabu cha Allah. فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه, akasema yule khasimu wa pili, yule khasimu mwingine, na hali ya kuwa khasimu huyo wa mwingine ni mjuzi zaidi kuliko yeye. Wa kwanza ajua, lakini mwingine ni afqahu zaidi kuliko yeye. Naam, ndiyo tuhukumu, faqdi bainana bikitabillahi, ndiyo tuhukumu baina yetu kwa kitabu cha Allah. Wa'adhan li, na niruhusu mimi kuzungumza, wa'adhan li, na niruhusu mimi kuzungumza. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qul, akasema mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, sema, alizungumza. Qala, akasema inna ibni, hakika mtoto wangu, kana asifan ala hadha, alikuwa ni mwajiriwa kwa huyu. Inna ibni kana asifan ala hadha, hakika mtoto wangu alikuwa ni mwajiriwa kwa huyu. Fazana bimratihi, akazini na mke wake. Mtoto wangu ameajiriwa na huyu bwana, alafu mtoto akazini na mke wa huyu bwana. Wa inni ukhbirtu anna ala ibni rajma, na hakika mimi nimeelezewa kwamba kuna juu ya mtoto wangu kupigwa mawe, kwamba huyo atakiwa apigwe mawe mpaka afe, nimeambiwa hivyo. Faftadaitu minhu bimi'ati shah wa walida, nikamkomboa kutoka kwake au kutoka kwenye hiyo rajmu kwa mbuzi 100 na mjakazi. Nimempa mjakazi na mbuzi 100, msamehe mtoto wangu. Fasaltu ahla alilmi, nikawauliza watu wa ilmu. Faakhbaruni, wakanielezea, annama ala ibni jaldu 100 wa taghribu 'amin, kwamba kuna juu ya mtoto wangu, annama si vingine, ala ibni, kuna juu ya mtoto wangu, jaldu 100, mijeledi 100, wa taghribu 'amin, na kupelekwa ugenini kwa mwaka mmoja, kama ni kufungwa au kutolewa katika mji mwaka mzima. Nimeambiwa hivyo, ahlul ilmi wameniambia hivyo, sababu masahaba walikuwa wanapishana katika fadhila na ilmu na daraja. Hawa ni watu kutoka nje ya mji, na kuna watu wamemsuhubia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa muda mrefu na wamechukua mambo mengi katika mambo ya ilmu, na wenyewe wanajua kwamba watu fulani wana ilmu kuliko watu fulani. Kwa hiyo sasa tukawauliza watu wenye ilmu. Wa anna ala imraati hadha arrajma, na kwamba kuna juu ya mke wa huyu kupigwa mawe. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, akasema mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, walladhi nafsi biyadihi, na apa kwa yule ambaye nafsi yangu iko katika mkono wake, ni Allah. Walladhi, na apa kwa yule ambaye nafsi biyadihi, nafsi yangu iko katika mkono wake, la aqdiyanna bainakuma bikitabillahi, wallahi nitahukumu, ndio ile qasam pale, nitahukumu baina yenu kwa kitabu cha Allah. Alwalidatu walghanamu raddun alayka, mjakazi na wanyama ni wenye kurudishwa kwako. Radd kwa maana ya mardud, mardudun alayka au mardudatun alayka. Wa ala ibnika jaldu 100, na pana juu ya mtoto wako mijelidi 100, wa taghribu 'amin, na kupelekwa ugenini mwaka mzima, mwaka mmoja. Wa anna ala imraati hadha arrajma, na kwamba kuna juu ya mke wa huyu kupigwa mawe.
waghdu ya Unaisu, nenda ewe Anas, ewe Unais bidhammi alhamza, yani kwa ni tasghiri. Unais ibn al-Dhahhak al-Aslami anaitwa Unais. waghdu ya Unais, nenda ewe Unais ibn al-Dhahhak al-Aslami, lirajulin min aslama, kwa mtu katika kabila la Aslam, ila mraati hadha, au nenda pamoja na mtu, nenda pamoja na mtu katika kabila la Aslam. waghdu ya Unaisu lirajulin min aslama, nenda ewe Unais ibn al-Dhahhak al-Aslami pamoja na mtu katika kabila la Aslam, ila mraati hadha, kwa mke wa huyu, kamuulize fa in i'tarafat, akikiri kwamba kweli alifanya hivyo, fajumha, basi mpige rajmu, mpige mawe. faghada alaiha, wakenda kwake. faatarafat, akakiri kwamba ni kweli. faamara biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farujimat, akaamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mwanamke huyo akapigwa mawe. Huyu kijana kwa sababu alikuwa hajaoa, yeye alipigwa bakora 100, alafu akatolewa katika mji, kwa sababu ndio hadi ya azani ambaye si thayyib. ama almuhsan am ghairu almuhsan, ama almuhsan hadi yake ni arrajm, kupigwa mawe mpaka kufa. haya Kwa hiyo atatolewa katika mji, atapelekwa mbali huko, akakaa mwaka mzima. Sasa hivi mara nyingi wanakuwa taghrib wanaitumia kwa asijin. Katika nchi zenye kutumia sharia, taghrib inakuwa katika asijin, anawekwa gerezani kama mwaka mmoja, alafu atatolewa. Al-asif maana yake al-ajiru. وعنها يتوendelee kidogo, alafu maelezo mengine yatafuata insha Allah. وعنهما رضي الله عنهما قال, na imepokewa kutoka kwa wao vile vile hao wawili, Allah radhi, wamesema anil amati suila an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, aliulizwa Mtume sallallahu alayhi wasallam anil amati idha zanat wa lam tuhsin, kuhusu mjakazi pindi atakapozini na hali ya kuwa si muhsan, wa lam tuhsin, na hajakuwa muhsan, yani hajaingia katika ndoa. wa lam tuhsin, kwani kuna pia kwa wa lam tuhsan, zote zipo, lam tuhsin wa lam tuhsan. Qala in zanat fajliduha, akasema akizini huyo mjakazi mpigeni bakora, mpigeni mijallad ni 50 kwake, tapigwa biadi 50, kwa sababu yeye ni kama akiwa ni mtumwa mjakazi. Wasafa nisfu ma ala almuhsanati min aladhab, kama anavyosema Allah tabaraka wa taala katika an-nisa, fa nisfu ma ala almuhsanati min aladhab, basi ni nusu ya kile ambacho kiko juu yake muungwana, wanawake waungwana katika adhabu. Kwa maana itakuwa ule akipigwa 100 muungwana, mtumwa atastahili 50. Thumma in zanat fajliduha, kisha akizini tena mpigeni bakora, mpigeni mjallad. Thumma in zanat, kisha akizini tena mara ya 3, fajliduha, mpigeni mijaledi. Thumma bi'uha, kisha muuzeni, walau bidhafirin, japo kwa kamba, kwa thamani ya kamba. Walau bidhafirin, japo kwa thamani ya kamba. Huyo hakufai huyo, muuze. Sasa akiuza sataendelee hivyo huko,
yani kuonyesha kwamba hatakiwi kudharauliwa, kwamba wewe unifai, ngoja nimuuze tu. Bei gani wewe? Nipe kamba tu kwenda kufungia ngamia wangu au ng'ombe, chukua. Qala Ibn Shihab, amesema Ibn Shihab rahimahullah, la adri aba'da ath-thalithati aw ar-rabi'ah, sijui ni baada ya mara ya tatu au mara ya nne huko kuuzwa. Wadhafiru al-habl,